Ama suala la kama ilivyoshamiri leo hii wakina mama wanawake kushiriki katika biashara mbalimbali, wanashughulika na waume zao, pengine kwenye maofisi, kwenye makazi mbalimbali, wanafanya kazi pamoja. Hii ni jambo ambalo zamani halikuweko. Zamani haikuwa hivi. Wanawake ilikuwa hawatoki kwenda kufanya biashara, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alibashiri kwamba kifikia akhir zaman, miongoni mwa alama za kiyama ni wanawake kutoka kwenda kushirikiana na wanaume katika biashara, katika kazi mbalimbali, nao wako huku na kule, pilika nyingi. Kenda sokoni kina mama ni 90%, wanaume 10%. Hii yote hizi ni alama za kiyama. Taib, walqiyamu bilkhubz, miongoni mwa mambo ambayo anatakiwa afanye mke ndani ya nyumba. Katika baadhi ya jamii za watu, hasa Waarabu, katika nchi zao utakuta wanakula sana mikate, na zamani walikuwa wakila sana mikate zaidi ya vyakula vingine, lakini mkate unaliwa kwa mchuzi, natengenezwa mikate mikavu kando ile inaumuliwa kwenye tanur. Aina tofauti tofauti ya mikate inapikwa. Ni chakula azizi, chakula adhim ambacho walikuwa wakila kipindi kile. Lakini kuna baadhi ya ulama, kuna ambao wanasema kwamba la yalzamuha khidmatuhu, haimlazimu mwanamke kumhudumia mumewe, si lazima kufanya hivyo. Yeye akiolewa, akija kwake, kazi yake ni kukaa tu na kuzaa basi. Tena akishazaa ule mtoto mtafutie mama mwingine kwenda kumnyonyesha, yeye akae anajipara tu saa zote. Haiko hivyo. As-sahihu, iliyo sahihi ni kwamba yeye anatakiwa afanye khidma nyumbani, afanye khidma nyumbani, atengeneze chakula, asafishe nyumba. Ndivyo walivyokuwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapika, tena wanafua nguo, wanasafisha nyumba, wanapangilia nyumba, wanatandika matandiko. Wake wa Mtume walikuwa hivi, na wake wa masahaba walikuwa hivyo. Yakhdimna azwajahun, wanawahudumia waume zao. Fatuslihu taam, tengeneza chakula. Watukhbizu watajin, anaumua mikate, kanda unga. Watatbakh, pika. Tuslih athath ad-dar, anapanga vifaa vya ndani, nyumba anatengeneza, anapangilia mpangilio mzuri ndani. Tufrishul furush, anatandika matandiko na kazi kama hizi. Wal awani, taghsilul awani wathiyab, anaosha vyombo, anaosha nguo. Naam, na mwanamume anakwenda kuchakarika huko, anakwenda kuhangaika huko na kule, anatoka jasho na pilika kubwa. Akirudi nyumbani huko hoi taabani, analeta chakula nyumbani. Naam, na mke anakuwa pale nyumbani, anaweka mazingira safi pale nyumbani. Fatima radhiyallahu anha, binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati ameolewa na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, alikuwa huyu mama akimhudumia mumewe, anatwanga ngano. Kipindi hicho hamna mashine, ngano inasagwa kwa mashine ya mkono, mashine ya mkono. Jiwe moja liko chini linaitwa raha, na jiwe lingine dogo la juu linashikwa na mkono. Kwa hivyo anasugua, anaweka ngano hapa, kisha anasugua ile ngano, mbele huku unatoka unga. Ndio kazi ilikuwa namna hiyo. Na kabla hujafanya hivyo, inabidi ile ngano iweke kwenye kinu, utwange ili itoke maganda, itoke ile maganda. Kama shairi inakuwa na maganda mengi, maganda yake yanakuwa mengi na yanakera. Kwa hiyo natwangwa, inatoka maganda yale, kisha inasagwa. Sasa mpaka mikono yake inatoka malengelenge. Fanya kazi hiyo.
Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwomba ampatie mtumishi, ampe khadima ambaye atamsaidia kazi nyumbani, kazi nyingi. Anaandaa kazi za nyumbani zilikuwa nyingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba niwafundishe kilicho bora kuliko khadima. Akamwamrisha yeye na mumewe bi an yusabbiha Allah wa yuhammidahu 33 wa yukabbirahu 34 qabla an-nawm. Naam, wafanye subhanallah 33, alhamdulillah 33 na Allahu akbar 33. Naam, wakati wa kulala. Mtume akawaambia huwa khairul lakuma min khadim. Kufanya hizo adhkar wakati wa kulala, hiyo ni bora kwenu kuliko mtumishi. Kufanya hizo adhkari ni bora kwenu kuliko mtumishi. Kwa hivyo hakumpa khadima, nenda kafanya hizo adhkar, zitakupa uchangamfu na utakuwa na nashat ya kufanya kazi zako. Hiyo hadithi rawahu al-Bukhari, ameipokea Imamu Bukhari pamoja na Imamu Muslim. Mahalu shahidi si kwamba nakatazwa kuwa na mtumishi nyumbani, msaidizi kumsaidia kazi, la, hapana. Lakini ni kwamba huyu binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya kazi za nyumbani mpaka anachoka, ni nyingi, na umewe anakwenda kuhangaika huko kushughulika kuhakikisha kwamba pale nyumbani panapatikana chakula, panapatikana maji, panapatikana panapatikana mavazi ya mkewe na huduma zingine za nyumbani zinapatikana, na mke ndo anashughulika huko nyumbani, shughuli hizo anazifanya. Hata kuna sahaba mmoja alikuwa na mnyama wake anamfuga mbali kidogo. Mkewe alikuwa anatafuta chakula cha huyo mnyama, anabeba kichwani, anapeleka mpaka huko aliko huyo mnyama, anampeleka kwenda kumlisha huyo mnyama. Masafa takriban saa nzima anatembea na mzigo wa chakula cha mnyama anampelekea, kuonesha kwamba hawa wanawake wa kisahaba walikuwa wanafanya kazi kuwasaidia waume zao, bali kuna kazi ambazo za nyumbani hizi zilikuwa zinawahusu wao. Na si kweli eti kwamba mwanamke kazi yake yeye ni kukaa tu na kuosha miguu basi na kumsubiria mumewe. Tena wengine kuelewa vibaya, sema kazi yangu mimi hapa ni kuzaa, shazaa basi, alafu wewe utaleta chakula, utasafisha nyumba, utapika, shughuli zote utafanya. Kupika sio kazi ya mwanamke. Nani kakwambia? Kupika ni kazi ya mwanamke ndani ya nyumba, lakini mume pia anaweza akamsaidia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasaidia wakeze. Naam, akiwasaidia wakeze. Unaweza ukamsaidia au kuosha vyombo, ukamsaidia hata kupika kama unaweza, siku una nafasi ukamsaidia kupika, na kazi ndogo ndogo zingine pale ndani, hata zingine kubwa kubwa ukamsaidia. Hii ni katika mapenzi, yanajenga mapenzi zaidi baina ya mke na mume, kusaidiana pale ndani. Wa alaihi, na ni juu yake mume. Mke akishafanya kazi hizo, sasa yamlazimu mume nafaqatuha, matumizi yake. Alaihi nafaqatuha, kumhudumia huyo mke, matumizi yake anayoyahitaji. Wa kiswatuha, na mavazi yake. Bil ma'rufi, kwa namna iliyo nzuri. Bil ma'ruf, kwa namna iliyo nzuri, kwa namna iliyo ya kawaida. Yani maana yake maarufu hapa isiwe yani labda chakula, nataka chakula cha hali ya juu sana ambacho labda mume hawezi, au anataka mavazi ya gharama kubwa ambayo mume hayawezi. La, mavazi ya kawaida kulingana na uwezo wa mume, kulingana
na uwezo wa mume, kama tulivyosoma hapo nyuma Suratul Baqara 233 pale aliposema wa ala almauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruf, na ni juu ya huyo mume aliyezaliwa ambaye mkewe kamzalia mwana, riziki ya huyo mke na mavazi yake kwa namna iliyo nzuri. Na hii ni haki ya mke, ni haki ya mke juu ya mume, anatakiwa amtekelezee mkewe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitilia mkazo hilo jambo kwenye hutuba yake katika Hajjatul Wadaa, akasema walahunna alaikum rizquhunna, na wao wana haki juu yenu ya riziki yao, wa kiswatuhunna, na mavazi yao, bil ma'rufi, kwa namna iliyo nzuri, walakin walakum, na ni juu yenu nyinyi, alaihinna, kwao hawa kina mama, alla yudkhilna fi buyutikum ahadan takrahunahu, wasimwingize katika nyumba zenu yeyote yule ambaye nyinyi mnamchukia, wala yutina furshakum ahadan takrahunahu, wala wasimkalishe kwenye matandiko yenu yale furshati ambazo umetandika ndani ya nyumba. Mtu yoyote asikanyage pale ambaye wewe mume hutaki akanyage pale. Maana yake ni kwamba ukimwambia sitaki mtu fulani aingie hapa ndani kwangu, basi yatakikana asifanye hivyo na asimruhusu kuingia hata kidogo. Mfano wa kama hivyo.